Leo tulikuwa na kikao na Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Steven Masawe. Ni kikao chake cha kwanza tangu amechaguliwa. Alipanga kuja kuonana na watumishi. Kwanza ni kwa ajili ya kutambuana pamoja na kufahamiana, halafu pia kuweza kutoa mwelekeo wa kata yake ataenda kufanya vipi kwa hii miaka mitano ya kwanza ambayo ameingia madarakani, lakini pia kusikiliza changamoto ambazo watumishi wanakutana nazo katika maeneo yao ya kazi. Kwa upande wangu mimi, upande wa zahanati, tunafanya kazi, shughuli zinaendelea, lakini pia kuna changamoto ambazo alikuwa ametuambia watumishi tuweze kuziainisha. Kwa upande wangu mimi nilikuwa na uhitaji wa jengo la mama na mtoto, lakini pia na maabara ambayo itaweza kutusaidia kwa sababu mimi nahudumia vijiji vitatu ambavyo ni kijiji cha Mweka, Singa pamoja na Sungu. Lakini pia kuna wananchi ambao wanatoka nje ya eneo la kata hii ya Kibosho Mashariki pia wanafika kupata huduma kwenye eneo langu la zahanati ya Mwekaomi. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani ameweza kubeba hizo changamoto yangu kwa ajili ya jengo la mama na mtoto pamoja na ujenzi wa maabara. Kwa upande wa afya, changamoto iliyojitokeza, tuna zahanati ya Mweka pale Omi. Ile zahanati haina maabara, kwa kiasi kwamba hawezi kufanya vipimo vyovyote kwa mgonjwa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, hakuna jengo la mama na mtoto. Ni changamoto pia ambayo anaipitia. Changamoto ya tatu, alisema vile vyoo vilivyopo kiasi kwamba hata mama akienda kujifungua pale inabidi atoke nje tena kwenda kujisaidia ama kufanyaje, jambo ambalo linakosa kidogo the privacy ya yule mhusika. Kwa hizo ni changamoto mbili, upande wa elimu na afya. Upande wa barabara kuna changamoto ya vivuko, especially madaraja yale ya magogo ya zamani ndio yako mengi. Kwa mfano kama kuna daraja linalotoka Sungu kwenda Omi, nalo ni bovu. Sasa hivi pia wananchi wanajiandaa kwenda kuona namna gani tutafanya ili wananchi waweze kuvuka. Lakini pia kuna changamoto ya kivuko kule Singa Juu. Kuna changamoto pia ya kivuko, wananchi wanajaribu kuona namna gani wanakusanya nguvu ili waweze kupata hivyo vivuko. Lakini pia hayo mimi nayachukua nione namna gani tutashirikiana na ofisi ya mkurugenzi kuweza kutatua hizo changamoto. Lakini pia barabara ya Omi haipitiki, ni barabara ambayo kipindi cha mvua kwa kweli haifai kabisa kupita. Kuna sehemu korofi, ingawa tungepata kiwango kidogo cha changarawe ingeweza kusaidia wale wanaweza kutumia ile barabara.